Hujambo na karibu kwenye mzingo wa habari wa CFM tulionayo Juni hii. Mbunge mteule wa jimbo la Ilala Dar es Salaam Musa Azan Zungu ameapa rasmi kuliongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama spika wa 9 wa bunge la 13 katika hafla iliyofanyika leo Novemba 11 mwaka 2025 jijini Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala amekutana na kuzungumza na balozi mdogo wa Kenya mkoani humo Balozi David Maina, wakikubaliana kuendelea kuimarisha mahusiano ya pande hizo mbili kupitia mpaka wa Namanga ili kukuza uchumi. Na katika habari za Afrika utasikia Umoja wa Afrika umetoa wito wa kuchukuliwa hatua haraka ya kimataifa ikiwemo ushirikiano wa kutoa taarifa za kijasusi ili kushughulikia hali mbaya ya kiusalama nchini Mali. Na kimataifa hapo baadaye utasikia rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameachiwa gerezani ikiwa ni wiki 3 tu katika kifungo chake cha miaka 5 baada ya kupatikana na hatia ya kushiriki katika njama ya uhalifu. Atakuwa chini ya uangalizi wa mahakama huku akiwa haruhusiwi kuondoka Ufaransa kabla ya kesi yake ya rufaa itakaposikilizwa mwaka ujao. Mimi ni Zuhura Mwinyi, karibu. Mzingo wa habari, tunaanza na habari za kitaifa. Mbunge mteule wa jimbo la Ilala Dar es Salaam Musa Azan Zungu ameapa rasmi kuliongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama spika wa 9 wa bunge la 13 katika hafla iliyofanyika hii leo Novemba 11 mwaka 2025 jijini Dodoma. Kiapo hicho kinaashiria rasmi kuanza kwa majukumu yake mapya ya kuliongoza bunge hilo kwa kipindi kijacho cha miaka 5. Zungu ambaye amekuwa mbunge kwa miaka 20 tangu mwaka 2005 amewahi kushika nyadhifa mbalimbali ikiwemo mwenyekiti wa bunge kati ya mwaka 2012 hadi 2021 na naibu spika kuanzia mwaka 2022 hadi 2025, na ana elimu ya uhandisi wa ndege aliyosomea Tanzania na Canada pamoja na shahada katika masuala ya diplomasia alizohitimu mwaka 2007 na 2021. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala amekutana na kuzungumza na balozi mdogo wa Kenya mkoani humo Balozi David Maina, wakikubaliana kuendelea kuimarisha mahusiano ya pande hizo mbili kupitia mpaka wa Namanga ili kukuza uchumi, biashara na utalii kupitia mpaka huo unaounganisha Tanzania na Kenya. Balozi Maina aliyefika ofisini kwa RC Makala na kujitambulisha kufuatia uteuzi wake wa hivi karibuni amempongeza Makala kwa kuendelea kuimarisha usalama na biashara kwenye mpaka wa Namanga, akirejea ziara yake hivi karibuni alipotembelea eneo hilo na kuzungumza na wananchi wa Tanzania na Kenya wanaoishi na kufanya biashara katika eneo hilo. Katika mazungumzo yao, RC Makala ameutaja mpaka huo na kituo cha pamoja cha Forodha Namanga kama kiungo muhimu cha uchumi wa Kenya na Tanzania, akihimiza umuhimu wa kutunza ujirani mwema, kulinda amani na kukuza biashara miongoni mwa wananchi wa pande hizo mbili. Viongozi hao kadhalika wamekubaliana kuendelea kushirikiana katika kuondoa vikwazo mbalimbali vitakavyojitokeza, wakisema ushirikiano wao huo wa pamoja umedhamiria kusaidia kutekeleza ndoto za wakuu wa nchi za Tanzania na Kenya kuhakikisha wananchi wananufaika kiuchumi na kijamii kupitia mpaka huo kwa kubadilishana bidhaa, huduma na watalii wanaotumia mpaka huo. Na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amewashukuru Wazanzibari wote waliompigia kura licha ya kutoshinda nafasi ya urais wa Zanzibar, akisema hana cha kuwalipa. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC, yalionyesha mgombea wa CCM Dr. Hussein Mwinyi alipata kura 4,448,892 sawa na 74.8, akifuatiwa na Othman Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC, yalionyesha mgombea wa CCM Dr. Hussein Mwinyi alipata kura 448,892 sawa na 74.8, akifuatiwa na Othman kura 139,399 sawa na 23.22. Othman maarufu kama Omo ametoa shukrani hizo hii leo Jumanne Novemba 11 alipokuwa akizungumza kwa nyakati tofauti na wanachama
wananchi wa wilaya za Chake Chake na Micheweni Pemba katika mwendelezo wa ziara yake ya siku 7 kisiwani humo. Omo aliyekuwa akipeperusha bendera ya kuwania nafasi hiyo kupitia chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi huo uliofanyika Oktoba 29 mwashukuru wananchi na wanachama wa chama hicho kisiwani Pemba kwa kuvumilia changamoto mbalimbali katika mchakato huo. Unaendelea kusikiliza Mzingo wa Habari, na sasa ni habari za mataifa ya Afrika. Umoja wa Afrika umetoa wito wa kuchukuliwa hatua haraka ya kimataifa, ikiwemo ushirikiano wa kutoa taarifa za kijasusi ili kushughulikia hali mbaya ya kiusalama nchini Mali. Katika taarifa yake, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf alielezea wasiwasi wake kuhusu hali halisi inayoendelea Mali, ambako kundi la wanamgambo wa Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim limeweka vizuizi vya uingizaji mafuta tangu mwezi Septemba, kutatiza kufikiwa kwa mahitaji muhimu na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu kwa watu wa taifa hilo. Amependekeza kwamba kunapaswa kuwa na ushirikiano wa hali ya juu wa taarifa za kijasusi kwa mataifa yaliyo katika ukanda wa Sahel yaliyoathiriwa na hujuma za makundi ya wanamgambo ya walio na itikadi kali, huku akisisitiza kuwa Umoja wa Afrika uko tayari kuiunga mkono Mali pamoja na eneo zima la Sahel katika wakati huu mgumu, bila ya kutoa ufafanuzi zaidi juu ya hilo. Mahmoud Ali Yusuf pia ametoa wito wa kuachiwa mara moja raia 3 wa Misri waliotekwa hivi karibuni na kundi hilo la wanamgambo Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin. Imekuwa ikiwalenga raia wa kigeni ili kupata fedha za kuendeleza operesheni zake magharibi mwa Afrika. Shirika la Reuters liliripoti mwezi Oktoba kwamba makubaliano yalifikiwa ya wanamgambo kuachia raia 2 wa Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya kudai kikomboleo cha dola milioni 50. Wanamgambo hao walioko katika eneo la Sahel magharibi mwa Afrika na walio na mafungamano na kundi la kigaidi Al-Qaeda walitangaza kuzuia uagizaji huo wa mafuta katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi isiyo na bandari, na tangu wakati huo wamekuwa wakishambulia misafara ya malori ya mafuta yanayojaribu kuingia nchini humo. Hali hiyo imesababisha uhaba wa mafuta na kulazimisha shule na vyuo vikuu kufungwa kwa wiki kadhaa. Hatua hii inatarajiwa na wachambuzi kuwa ni sehemu ya kampeni ya makundi hayo ya wanamgambo yanayolenga kuzidisha shinikizo kwa serikali ya kijeshi ya Mali kwa kuzuiwa na kulemaza chanzo kikuu cha uchumi nchini humo. Mzingo wa Habari unakuletea habari za kimataifa. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameachiwa gerezani ikiwa ni wiki 3 tu katika kifungu chake cha miaka 5 baada ya kupatikana na hatia ya kushiriki katika njama ya uhalifu. Atakuwa chini ya uangalizi wa mahakama huku akiwa haruhusiwi kuondoka Ufaransa kabla ya kesi yake ya rufaa itakaposikilizwa mwaka ujao. Oktoba 21 mwaka 2025, rais huyo mwenye umri wa miaka 70 alihukumiwa kifungo cha miaka 5 kwa kuhusika katika njama ya kufadhili kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka 2007 kwa fedha zilizotolewa na rais wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi. Baadaye timu yake ya wanasheria iliwasilisha ombi la rufaa ili achiliwe. Akiandika kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuachiliwa, Sarkozy amesema, nguvu zangu ziko katika lengo moja la kuthibitisha kutokuwa na hatia. Ukweli utashinda. Mwisho wa hadithi bado haujaandikwa. Gari la Sarkozy limeonekana likitoka kwenye gereza la Sante mjini Paris chini ya saa 1:30 baada ya mahakama kukubali kuachiwa kwake. Muda mfupi baadaye alionekana akiwasili nyumbani kwake magharibi mwa Paris. Na rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amevitolea wito vyama vinavyofuata siasa za mrengo wa kushoto kuwajibika zaidi katika kupambana na itikadi kali za mrengo wa kulia. Amesema hayo wakati Ujerumani ikiadhimisha miaka 36 tangu kuanguka kwa ukuta wa Berlin, tukio lililofungua njia ya kuungana tena kwa iliyokuwa Ujerumani Magharibi na Ujerumani Mashariki.
Katika hotuba aliyotoa mjini Berlin Jumapili, ameonya kuwa ongezeko la itikadi kali za mrengo wa kulia linahatarisha demokrasia nchini humo. Amezungumzia kuhusu ongezeko la itikadi hizo katika mfumo wa chama kinachopinga wahamiaji cha Alternative for German ambacho kilipata 20.5% ya kura katika uchaguzi mkuu wa Februari na kushika nafasi ya pili. Rais Stemina ametahadharisha pia kuwa itikadi kali za mrengo wa kulia zinaweka rehani ukuta ambao vyama vya kidemokrasia vimejengea ili kujitenga na chama cha AFD. Amesema mada nyeti katika vile uhamiaji na usalama vinapaswa kuwa wazi kujadiliwa bila kuibua tuhuma za ubaguzi wa rangi. Stemina ameyatoa matamshi hayo katika siku hiyo maalum kwa Ujerumani inayotumiwa pia kukumbuka kuanzishwa kwa Jamhuri ya Ujerumani na kuadhimisha kumbukumbu ya ghasia za mwaka 1938 dhidi ya Wayahudi ambapo zaidi ya masinagogi 1200 yaliharibiwa Ujerumani. Aidha, amelaani ongezeko la chuki dhidi ya Wayahudi tangu mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wa Hamas Oktoba 7 mwaka 2023 nchini Israel. Zaidi, ametoa wito wa udhibiti zaidi ya mitandao ya kijamii na kutahadharisha kuwa mustakabali wa demokrasia nchini humo utaamuliwa mtandaoni. Hata hivyo, amesema kuhakikisha taratibu za kidemokrasia zinazingatiwa mitandaoni ni suala la muhimu katika kuhifadhi demokrasia yenyewe. Kabla ya kuhitimisha mzingo wa habari, tujikumbushe yale tumekuwa nayo jioni hii. Mbunge mteule wa jimbo la Ilala, Dar es Salaam, Musa Azan Zungu ameapishwa rasmi kuliongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama spika wa 9 wa bunge la 13 katika hafla iliyofanyika hii leo Novemba 11 mwaka 2025 jijini Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala amekutana na kuzungumza na balozi mdogo wa Kenya mkoani humo, Balozi David Maina, wakikubaliana kuendelea kuimarisha mahusiano ya pande hizo mbili kupitia mpaka wa Namanga ili kukuza uchumi. Na katika habari za Afrika, umesikia Umoja wa Afrika umetoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ya kimataifa ikiwemo ushirikiano wa kutoa taarifa za kijasusi ili kushughulikia hali mbaya ya kiusalama nchini Mali. Na kimataifa, umesikia rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameachiwa gerezani ikiwa ni wiki 3 tu katika kifungo chake cha miaka 5 baada ya kupatikana hatia ya kushiriki katika njama ya uhalifu. Atakuwa chini ya uangalifu wa mahakama huku akiwa haruhusiwi kuondoka Ufaransa kabla ya kesi yake ya rufaa itakaposikilizwa mwaka ujao. Mwisho wa mzingo wa habari. Asante kwa kusikiliza na endelea kusikiliza kipindi cha Drive Back saa 1:30 usiku. Mimi ni Zohura Mwinyi.